Ayatuha al-akhawat at-talibat, dada zangu katika imani, enyi wanafunzi wetu wanawake wa Kiislamu, tabia hii ni tabia bora sana. Ashukr fi an-ni'ma, mtu kuwa na tabia ya kushukuru katika neema tulizokuwa nazo. Na sisi sote walillahi alhamd, kila mmoja anayo neema katika neema za Allah juu yake. Tunatofautiana sisi kwa vile ambavyo tumeneemeshwa. Kuna ambao wana neema nyingi sana, wengine saizi ya kati, na wengine kwa kiasi cha chini ya hapo, lakini hakuna hata mmoja katika sisi ambaye atasema hana neema ya Allah juu yake. Sote tuna neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na kama tulivyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna, ili uweze kupata kipimo kizuri cha mikidari ya neema ulionayo wewe, basi kuwa na tabia ya kumtazama aliye chini yako. Mtazame wa chini yako katika mambo ya kidunia na mambo ya watu kufadhilishwa. Ukifanya hivyo utadiriki neema ya Allah iliyokuwa juu yako. Wewe ukiangalia uwezo uliokuwa nao wa akili, uwezo uliopewa wa afya, lakini riziki ulionayo wewe na familia yako, na usahali wa maisha yanavyokuendea, lau ukiwatazama watu walio chini yako, wewe umewapita watu 100 ngapi? Wewe umewapita watu 1000 ngapi? Umewapita watu milioni ngapi? Kwa kipimo cha mtaa wenu tu, hebu jipime ulivyo wewe na watu waliokuzunguka mtaani kwenu, katika majirani na jamaa zako. Bila ya shaka ukitumia kipimo hicho utaona uliowapita ni wengi sana. Sasa kwa nini wajifanya huzioni neema za Allah kwako? Mbona wajitia upofu? Lakini ikiwa jicho lako wewe katika mambo ya neema ni kuangalia waliokupita tu, basi wewe utazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe unawaangalia wale wa juu tu, watu waliokuzidi uwezo mathalan, ikawa jicho lako ni kwao tu, ukatazama majumba yao, tazama magari yao, tazama maisha yao, alafu wewe mwenyewe sasa ukajisahau kwa yale unayowazidi wenzio, basi utakufuru neema za Allah. Ndio wale wengine hufikia kusema sisi hatuishi bwana, twasindikiza wenzetu. Nasema maisha anayo fulani bwana, maisha wanayo wakina fulani, sisi tuna nini bwana? Sisi twasindikiza wenzetu tu. Bali kuna wale wapumbavu wanatamani kuzaliwa wanyama katika nchi za Ulaya. Tumeweza kusema bora ingekuwa panya Europe, ungekuwa jibu la mzungu, mimi ningekuwa najitia chokoleti tu saizi. Kinikuwa Afrika huku bwana, la, huyu anayesema hivi hajatazama walio chini yake katika watu wenye ulemavu, watu wenye shida, fukara, wenye kulala nje, wasiojua riziki yao yatoka wapi, wazururaji tu.